Yes, what's good? Asante na karibu sana katika channel yako pendwa ya Mapro TV kupata zile updates mbalimbali ambazo zinajiri na kumake headline katika mitandao ya kijamii. And this time around ni wasaa wa entertainment. Tunaangazia habari kemkem za kiburudani ambazo zimejili siku ya leo, na kubwa zaidi ni kuangazia taarifa kutoka kwa moja kati ya wasanii wakubwa sana nchini Tanzania. Tunamzungumzia Diamond Platnumz ambaye leo hii alikuwa na press conference ambayo moja ya sababu ya kufanya press conference hiyo ni kuweza kuwaita wadau mbalimbali katika kuhakikisha kwamba anazidi kupromoti bidhaa ama kinywaji cha kampuni ya Pepsi ambayo amekuwa akifanyia kazi muda mrefu sana. So katika press conference hiyo bwana, kulikuwa na issue nyingi sana ama mambo mengi ambayo Diamond Platnumz ameweza kuyazungumzia. So moja kati ya mambo hayo ni pamoja na namna ambavyo ameishi na wasanii wake na namna ambavyo pengine wengi walikuwa wakisema kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao umekuwa wakimwandikia sana nyimbo Diamond Platnumz, and that's why inaonekana mara nyingi amekuwa akitoa hit songs wakati wasanii wengine wamekuwa wakitoa hit and then wanakuja kutoa ngoma ambazo hazitambi. Okay, imekuwa ni tofauti. So watu wengi wakawa wanaamini kwamba kutokana na uwepo wa wasanii wengi ambao wamekuwa akiwatumia katika kuandikia, basi imekuwa ni moja ya sababu ya yeye kuendelea kumake headline na kumake hits nyingi sana katika career yake music. So Diamond amejibu kwamba ni mara chache sana amekuwa akiandikiwa, na ukitaka kujaribu kutafuta ukweli, basi inawezekana kuna wasanii wengi zaidi ambao ameandikia, na amefika mbali akasema kwamba kuna wengine kwa sasa hatuna ukaribu tena, lakini ni wasanii wakubwa na wanapewa heshima. Kwa hiyo katika kulisema hilo, watu wengi wakahisi pengine moja ya wasanii hao ni pamoja na mfalme Bongo Flava Alikiba, ambaye kwa siku za nyuma tulikuwa tukifahamu kwamba wawili hao walishawahi kuwa na ukaribu back in the days, lakini kwa sasa hawana ukaribu sana, hawana ukaribu tena kwa sasa, na wamekuwa ni watu ambao wana competition kubwa sana katika career hii ya music. Lakini wengine wamekuwa wakisema si kweli, kwa sababu Alikiba ni mtu ambaye amekuwa akifanya vizuri before Diamond Platnumz kufahamika, na istoshe Diamond pia ni zao la Alikiba, kwa maana Alikiba ndiye aliweza kumsababisha Diamond Platnumz aweze kuruhusiwa kurekodi katika studio za Bob Junior ambazo zilikuwa pia na ubia na mfalme Bongo Flava Alikiba, ambazo kwanza fahamika kama Sharbar Records. Kwa hiyo Diamond kusema kwamba kuna msanii mkubwa ambaye kwa sasa anaheshimika pia amewahi kumwandikia, itakuwa si Alikiba. Una maoni gani kuhusiana na hayo? Usisahau kusubscribe, ku like na ku drop comment kwenye comment section.